Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Niko mbele yako tena leo kukukumbusha juu ya agizo la Mungu, juu ya hekalu lake, juu ya ujenzi wa hekalu lake ambalo linahitajika kwa haraka sana. Ujenzi ufanyike kwa haraka iwezekanavyo. Kuna mambo machache ambayo nilikuwa nimesahau kujulisha. Kukupa namba ya simu kwa ajili ya mchango wako na sadaka yako, na namba ya Airtel. Hii namba inatumika kwa njia ya WhatsApp. Kwa hiyo kama Mungu ataweza kubariki kazi ya Mungu, basi utatujulisha kupitia namba hiyo. Kwa sababu namba hii ya mchango, kutokana na mazingira ambayo tupo, kuna changamoto ya kimtandao. Unajua mambo ya vijijini, mtandao unakuwa unasuasua. Kwa hiyo ndio iko namna hiyo. Amen. Kwa Mungu anataka watu wote kwa haraka kuhakikisha hekalu linasimamishwa kwa haraka. Unakumbuka nilikuwa nikiweka tu posti kwamba ujenzi unatakiwa uanze mwezi wa 7, na sikutaji kuposti habari ya kiwanja na vitu vingine, lakini Bwana akaniambia nenda waonyeshe kwa habari ya kiwanja, ili wasioamini wapate kuona, wapate kuamini kwa kuona, ili wapate kuifanyia kazi ya Mungu, wapate kuifanya kazi ya Mungu. Amen. Wapate kujua kwamba jambo hili haliko kwa ajili ya utani au masihala, ni kwa ajili ya kazi ya Kristo mwenyewe. Amen. Nimesema, Bwana anasema atatikisa mbingu na ardhi. Atatikisa mbingu na ardhi. Na vitu vyote ambavyo watu wanaviona vya samani watavileta mahali hapa. Amen. Kama watu walivyokuwa wakimwendea Sulemani na kutoa vitu vyao vya samani, wakipeleka dhahabu na fedha kwa Sulemani. Amen. Ndivyo itakavyokuwa. Amen. Ndivyo itakavyokuwa. Amen. Nimekwambia mahali hapa pameandaliwa kwa ajili ya hatua za mwisho, kwa ajili ya utukufu wa Mungu ulimwenguni. Na shetani kama kawaida yake, kazi yake ni kupinga kazi ya Mungu. Kwa hiyo shetani tunaye ambaye anapingana na kazi ya Mungu, lakini kwa uwezo wa Mungu na kwa nguvu za Mungu hata shinda. Amen. Hii hatua unayoiona ya kiwanja ndio hatua ya kwanza ya kuelekea kwenye utukufu wa Mungu. Yaani ndio hatua ya kwanza tunaanza ya kunyanyua mguu wetu, ya kunyanyua mguu wetu, hatua ya kwanza kuelekea kwenye utukufu wa Mungu. Yaani sasa ndio tunakanyaga hatua ya kwanza kunyanyua mguu kuelekea kaskazini ulipo utukufu wa Mungu. Nimekwambia tumeshafanya kazi ya kutengeneza njia ya msalaba, na Bwana akatuambia subiri, simama, ngojea kwa ajili ya kuelekea kaskazini kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Maana yake njia ya msalaba ni kaskazini, mashariki, magharibi, kusini. Ndio njia ya msalaba, ndio msalaba ulivyo. Yaani kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Kwa hiyo kote tumemaliza, tulibakia kwenda kaskazini. Na kwenda kaskazini ni kwa sababu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ndio maana tumekutangazia kwamba kazi ya msalaba imeisha. Maana yake tumeshashinda yote. Amen. Sasa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa haya mambo ni ya kiroho, yapo rohoni. Kwa mtu kama asadiki katika mwili, haamini, basi itampasa ayaone kwa macho yake ili aweze kuyaamini. Sababu sisi tunayaamini, na alikototoa Bwana ni mbali sana. Mpaka hapa tulipo tuna ushuhuda mzito sana, ila muda wake wa kuufikisha bado. Kwa hiyo tulikuwa katikati ya msalaba, Bwana akituambia ngojieni, ili muda utakapofika kwa ajili ya utukufu wa Mungu tuweze kuanza. Kwa hiyo kiwanja unachokiona ni tayari, ni hatua ya kwanza. Yaani hapa tunahesabu kama tayari tumeshaweka msingi. bado kuanza kunyanyua juu. Ni hatua ya kwanza
ya kukanyaga kuelekea kwenye utukufu wa Mungu. Ni hatua ya kwanza kukanyaga kuelekea kwenye. Soma Hagai 2, anakuambia mtawauliza hao makuhani kuhusu sheria ya Bwana, maana watawazungusha na kuwazungusha nchi nzima. Lakini kama hamkumsikia aliyemwagiza Mungu, kama hamjamsikia mjumbe wa agano aliyetumwa wenu, na mkaacha hekalu lake na mkatelekeza hekalu lake, mkaamua kukimbilia sehemu au kwenda mahali ambapo mnapaona panapendeza kwa macho yenu, basi tambueni kwamba yatakapowapata na kuwakuta, ndipo mnafaa kuwauliza hao makuhani, je, walijua sheria ya Bwana? Walijua sheria ya Bwana kwamba Mungu anataka nini? Ndipo mtakapouliza, nao watawapa majibu. Maana unaambiwa nendeni kwenye sanduku la agano. Sanduku la agano mmeliacha, na sanduku la agano ni mtu, na ni mjumbe wa agano ameshafika, na ni utukufu juu ya utukufu. Mungu anaenda kuonyesha utukufu wake. Bwana anataka kuinua taifa. Analiinuaje wakati mjumbe wa agano aliyemtuma kufanya hiyo kazi, aliyepambana na miungu ya ulimwengu, hamtaki kumsikia? Yaani mtu anayepambana kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ambaye alipewa kwa ajili ya utukufu wa Mungu kusimamia mwingine, na anayekuja kujitangaza mwingine, na anakuja kutangaza kupitia mgongo wa mtu mwingine. Amen. Sikiliza, Musa alipotaka kuondoa Israeli kutoka kwa mikono ya Farao, sawa, ilimbidi Musa kupambana na miungu ya Misri, miungu ya Farao. Ndio yale uliokuwa unayaona kwamba wanaleta nyoka, wanaleta nisijui nini, na wao wanashindana. Umeona? Musa akifanya hivi na Farao anakuja anafanya hivi. Farao akifanya hivi, Musa anafanya hivi, mpaka mwisho walipomshinda Farao na kuondoka. Na hata walipoondoka, Mungu akasema, sasa kwa sababu mmeshashinda na nimewaruhusu kuondoka, atakayewafuatia nyuma yenu ataangamia. Atakaye pambana tena atateketea, kwa sababu sasa ni wakati wa kunyamaza, ili mvuke muone muujiza wa Mungu awavushe katika bahari hii ambayo nyinyi mmesema kwamba sisi hatuwezi kuvuka katika bahari. Sasa nyamanzeni muone Mungu anavyoavusha katika bahari yenye mawimbi, yenye misukosuko msioweza kuogelea. Mungu atakavyoavusha, alafu Farao ataingia naye kwenye njia hiyo, na ndipo atakapoangamia. Amen. Hii madhabahu inayotakiwa kusimamishwa haraka sana ni sawasawa na yule nyoka wa shaba aliyesimamishwa na Musa ili kuwaokoa Israeli. Sasa kama nyoka wa shaba atasimamishwa na hakuna atakayejali wala kusikiliza juu ya kumtazama nyoka huyu ili apone, basi kitakachotokea au kinachoendelea, mimi sina hukumu juu yake. Amen. Kwa hiyo mjumbe wa agano leo, Musa leo kaja na akapambana na miungu ya dunia, miungu ya mataifa, lakini hamuoni, kwa sababu mambo ya kale ni yale yale yanayoendelea sasa, lakini anaenda kwa mfumo mwingine. Yani ile Israeli au yale mambo ambayo Israeli alipitia zamani ndiyo yanaendelea sasa, lakini kwa mfumo mwingine, si katika mfumo ule ambao nyinyi mnaufikiria au mtauzania kwamba itakuwa hivi kwa sababu zamani ilikuwa hivi. Yani mfumo ni mwingine kabisa, lakini mambo ni yale yale. Na ndio maana Biblia, neno la Mungu, linasimama pale pale. Amen. Musa aliwatoa Israeli kutoka Misri, kutoka katika mateso ya Farao, na hakuwatoa hivi hivi. Ilimbidi kupambana na miungu ya Misri, miungu ya Farao. Ndipo leo Musa amekuja kuukomboa ulimwengu leo. Sio Israeli tena kama ilivyokuwa mwanzo. Yaani amekuja zaidi mara 2 ya mwanzo. Ulimwengu kwa ujumla. Lakini lazima kwanza ibada njema huanzia nyumbani. Kwa hiyo lazima aanze Misri ya sasa.
na Farao wa sasa katika dunia, katika miungu ya dunia. Na Farao wa sasa katika dunia tayari ameshaenda. Farao wa dunia mwenye miungu yake duniani alishaenda. Si watu walisema anakuja kupitisha sijui nini, atakuja kupitisha sijui nini, yeye ndo mpinga Kristo aliyeinuliwa kwa ajili ya kanisa. Lakini niliwaambia kwamba naye ataondoka, naye ameenda. Amen. Farao wa dunia mnamfahamu, baada ya kushinda. Amen. Niliwaambia kanisa litateseka. Kanisa litateseka kwa sababu Yesu alipokuja, Herode aliposhindwa kumuua Kristo, aliamua kuua watoto wadogo wote mji mzima. Kwa hiyo watoto walitolewa sadaka kwa ajili ya Kristo. Na Musa naye hivyo hivyo, watoto waliuawa kwa sababu yake. Na ndio maana unaambiwa kanisa litateseka, kwa sababu mjumbe wa agano alishafika, yupo. Isipokuwa kanisa litaki kumtambulisha kwa kuona kwamba tutapoteza waumini, tutapoteza fedha, tutakosa sadaka. Sasa umo katika mahekalu hayo hayo, Farao na Herode wataingia. Farao na Herode wataingia na hamtaweza kuwazuia, kwa sababu mmekataa ukweli, mmekataa aliyetumwa kwenu. Kama Israeli wangemkataa Musa wakati alipoenda kwa makuhani ili wampeleke kwa Farao, ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo nakwambia tena, mambo ni yale yale. Mambo ni yale yale. Soma Biblia yako vizuri kwa makini. Kuna vitu ukivisoma katika Biblia yako utagundua Mungu anasema nini na tuko kwenye wakati gani. Amen. Na Mungu anaposema jambo sio kwamba haiwezekani, inawezekana, kwa sababu yeye ndo anaiona mioyo ya watu. Inawezekana. Ukisema Mungu anioni, unajidanganya bure. Yeye ndo anaona mioyo yote na anaijua yote. Anajua yote. Na akisema inawezekana, ndio maana amesema mwezi huu, mwezi wa 7, kazi ianze. Kwa maana anawaona, aliyowabariki, aliyewapa anawaona. Lakini leo usipomtazama nyoka wa shaba, basi kitakachotokea, maana yake kama ni pesa yako nayo mfukoni kwako na hukutaka kuifanyia kazi ya Mungu, maana yake haitakuokoa wala haitakusaidia. Ndio kitu kinachoenda kutokea. Haitakuokoa wala haitakusaidia. Kitakachokuokoa ni hiyo pesa. Utakapoitoa kama sadaka, utakapoitoa kwa ajili ya ujenzi, kwa ajili ya hekalu la Kristo, ndio njia ya kumsaada, au ndio njia ya kukuokoa. Sababu kuzimu inapambana kila siku, inatoa makafara na masadaka kwa ajili ya kupambana. Kama Farao alivyopambana kumuua Musa na Herode kumuua Yesu, ndivyo kuzimu nao pambana leo kuhakikisha mjumbe wa agano anaondolewa. Kanisa linaanguka. Sasa na wewe usipopambana kuhakikisha unalisimamia hilo, kama Mungu alikuleta kwa ajili ya kusimamia kazi ya Mungu, kwa ajili ya kusimamisha kazi ya Mungu, basi hakika utakuwa umeanguka, maana umeshindwa kufanya wakati ufaao. Amen.
itakuwa sawa na umeambiwa mtu ni mgonjwa, anaumwa na anahitaji kutibiwa, anahitaji pesa kwa ajili ya matibabu, na wewe ukasema ngoja nisubirie, labda kuna mtu mwingine atafanya nini, atamsaidia mgonjwa. Alafu mgonjwa anakufa, unakuja kutoa milioni ya jeneza, wakati mgonjwa alihitaji 50,000 ili apate kupona. Lakini ukaona 50,000 ni nyingi, alipokufa ukaenda kununua jeneza la milioni, yaani ufanye fahari mbele ya macho ya watu. Je, 50,000 kumwokoa mtu aliyetaka kufa na kununua jeneza baada ya kufa, nini cha maana? Nini cha maana? Au baraka ya kweli iko wapi? Wewe ambaye umejitolea, wewe ambaye umesimama kwa ajili ya kusimamisha hekalu la Bwana, ambalo Bwana alihitaji lisimame kwa haraka iwezekanavyo, kwa ajili ya wakati ujao, kwa ajili ya utukufu wake. Tuko katika hatua ya kwanza ya kuelekea kwenye utukufu wa Mungu. Tuko kwenye hatua ya kwanza kuelekea kwenye utukufu wa Mungu. Mungu akubariki sana, na Mungu akusaidie, na Mungu akuinue wewe ambaye umejitolea na atakayejitolea kuhakikisha hekalu la Mungu linasimama, kama ulivyojitolea tulipokuwa Dar es Salaam, mkajitolea kusimamisha kibanda cha Musa, kibanda cha Elia tulikitengeneza Mbagala, kibanda cha Musa tukakitengeneza Temeke, na mkajitolea kujenga kibanda cha Musa. Lakini sasa Musa alipotoka, nanyi mkaamua kumuacha. Sasa Bwana amekuja kuhakikisha hili ni hekalu lake linasimama, sio kibanda cha Elia wala kibanda cha Musa, bali ni hekalu la Kristo. Ndio linapaswa lisimame kwa haraka iwezekanavyo. Amen. Mungu akubariki sana.